Mashariki, mahali popote Tanzania, tafuta matokeo ya uchaguzi wa rais uone kama utayapata. Hayapo. Unafikiri ni kwa nini? Wanaogopa nini? Si wanasema walishinda? Kwa nini hawajayachapisha? Hayachapishiki kwa sababu ni uongo mtupu. Wametangazwa tu, na wametangazwa na ma-CCM wenzao waliowaweka kwenye tume. Kwa hakuna ushahidi, hakuna ushahidi. Nimesema sheria inasema wachapishe jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Hawajafanya hivi. Hakuna ushahidi kwamba walichaguliwa. Kuna ushahidi walitangazwa na kwa misaada ya mabomu na mabunduki na mavifaru na nini, wako madarakani. Magufuli ilikuwa hivyo, Samia ni hivyo. Unanifahamu? Sasa fikiria kitu kingine. Si tunazungumza uchaguzi hivi, Samia ni rais wa wapi? Tuulizane tu. Kawekwa ndani mie. Itakuwa mara nyingi tu, haitakuwa ya kwanza. Lakini nataka tu tufikirie nchi hii ilivyo. Iko hivi. Mmewahi kusikia wanasema kwamba Zanzibar ni nchi? Zanzibar haina rais. Sasa ina rais kwa sababu wanasema wenyewe Zanzibar ni nchi, ndio maana ina rais. Na wanasema vile vile kwa sababu Zanzibar ni nchi, rais wa Zanzibar ni mkuu wa nchi ya Zanzibar. Sawa sawa. Yule Mwanamwinyi yule ndio mkuu wa nchi ya Zanzibar, au sio? Zanzibar haina bunge lake. Zanzibar haina mahakama kuu yake. Hawana bendera yao. Hawana wimbo wa taifa. Sasa kama Zanzibar ni nchi na ina rais wao, Samia ni rais wa wapi? Kwa nini hamjui? Ni rais wa Tanganyika. Kwa sababu kama kule wana rais, huyu aliyebaki, bado tuna marais wawili. Mwanamwinyi ni wa Zanzibar, huku ni nani? Huku ndio Jamhuri ya Muungano. Fikiria tu. Haya mambo yako sawa sawa. Sasa yote ni matokeo ya mfumo wa nini? Wa uchaguzi, ya mfumo wa katiba. Ndio maana tunasema lazima tufanye mabadiliko ya mfumo wa katiba. Afande vipi? Tunamaliza sasa hivi bwana. Ngoja tupige kidogo.